Kwa hiyo kila aitwaye kwa jina la Mungu, aliyemuumba Mungu, ni utukufu wa Mungu. Kwa hiyo maisha ya mwanadamu yanapaswa kuonyesha utukufu wa Mungu katika tabia. Hakikisha tabia zako zinaonyesha utukufu wa Mungu. Hakikisha maneno yako yanaonyesha utukufu wa Mungu. Hakikisha matendo yako yanaonyesha utukufu wa Mungu. Hakikisha utii ndani yako uwe unamtii Mwenyezi Mungu. Hapo ndipo unaonyesha utukufu wa Mungu. Je, wewe unaonyesha utukufu wa Mungu katika maneno yako, katika matendo, katika utii wako? Je, unamtii Mwenyezi Mungu? Kwa hiyo hilo ni jambo la pili ambalo unataka kulijua, na inabidi ulijue. Wewe ni mtu ambaye upo duniani sio kwa sababu wewe umeamua, no. Umeletwa hapo kwa kusudi maalumu. Mungu anataka kumtukuze. Mungu anataka uhusiano wako uwe sawa na yeye, uanze kumtukuza. Utasoma Wakorintho wa kwanza. Yes, tukasoma Wakorintho wa kwanza. Bwana tuweze sana. Mtu wa Mungu, ni mambo ambayo kuzingatia duniani. Ujaja hapa duniani kulala na kuamka, kula na kushiba, kufanya starehe. Wengi wafikiria starehe. No, ujaja duniani kula bata. Mungu hajakuleta duniani kula bata, kufanya starehe. No. Mungu amekuleta duniani kwa kusudi lake maalumu. Na ndilo hili tunalojifunza. Wakorintho wa kwanza, aya yake ya sura yake ya 10, aya yake ya 31, tutaenda kujifunza, tusikie Mungu anasema nini katika hili. Bwana atuweze sana. Mungu atutie nguvu sana. Haleluya. Bwana atutie nguvu sana. Bwana atutie nguvu sana. Kuhakikisha mtu wa Mungu unatengeneza mahusiano yako